You know, fearing is not going to help you. Kuogopa haitakusaidia. Running away cannot help you. Kutoroka haitakusaidia. A time like this one, wakati kama huu, a child of God, mwana wa Mungu, need to understand unahitaji kuelewa the principles of the kingdom. Kanuni za ufalme. Principle number 1. Kanuni ya kwanza, if God kama Mungu does not give you life, hata kupatia uhai, you don't have it. Hauna uhai. Beyond the curtain of life. Somo letu ni zaidi ya pasia la maisha. Beyond the curtain of life. Pita kapasia maisha. It means after this life, inamaanisha baada ya maisha haya, you are going somewhere. Kuna mahali unakoelekea. After this life, baada ya maisha haya, you'll be called to live another life. Utaitwa uishi maisha mengine. When we die, tunapofariki, that's not the end of everything. Huo sio mwisho wa kila kitu. Because when you die, kwa sababu unapofariki, there is now life after this one. Kuna maisha baada ya maisha haya. Now, how are you going to live? Je, utaishi vipi? How are you going to behave? Je, utakuwa namna vipi? What are you going to be? Je, utakuwa nini? In now that life after this one. Katika maisha yale yatakayofuata maisha haya. So this is what we are sharing this morning. Haya ndio tunajifunza asubuhi hii. This is the teaching given by Jesus himself. Haya ni mafunzo yaliyopeanwa na Yesu mwenyewe. He says there was a man, the owner, who was having a business. Anasema palikuwa na mmiliki aliyekuwa na biashara. And this owner had hired somebody who was a steward to take care of his business. Na huyu mmiliki alikuwa amemwandika meneja akashughulikia kazi yake. So after some time, hivyo baada ya muda, he learned that this steward or the manager is not running his business appropriately. Akagundua kwamba huyu meneja hapeleki biashara yake ilivyo sawa. So he called the manager hivyo akamuita meneja and said, I hear things about you na akasema nasikia mambo kukuhusu, that you are mismanaging my business. ya kwamba wewe haupeleke biashara yangu katika njia iliyo sawa. Now I want to take back my business from your hands. Nataka ninyakue biashara yangu kutoka katika mikono yako sasa. So put your books in order, Kwa hivyo weka vitabu vyako viwe laini, because you can't be my manager anymore. kwa sababu hautakuwa meneja wangu tena. So this man thought of himself. Kwa hivyo huyu meneja akajiwaza mwenyewe. He thought, what can I do now Akafikiri nitafanya nini sasa? that my manager is taking away the business? Kama meneja wangu, mkuu wangu anachukua biashara yangu. What am I going to become Je, nitakuwa nini after this life? baada ya maisha haya? After this position, Baada ya cheo hiki, I've been enjoying glory. nimekuwa nikifurahia utukufu. I've been enjoying respect. Nimekuwa nikifurahia heshima. People loved me. Watu walinipenda. People respected me. Watu waliniheshimu. People honored me Watu waliniheshimu because of my position in the society. kwa sababu ya cheo changu katika jamii. Now, after losing this position, Baada ya kupoteza cheo hiki, what am I going to become? je, nitakuwa nini baadaye? So he said, Hivyo akasema, I can't dig siwezi kulima because I'm not a digger. kwa sababu mimi si mlimaji. I don't know how to dig the Mimi ground. sijui kulima. And I can't beg Na siwezi kuomba because I'm not a beggar. kwa sababu mimi sio ombaomba. And I'm ashamed. I can't go begging. Na mimi ninaibika kwenda kuombaomba. Now I know what I'm going to do. Sasa najua nitakachokifanya. What I will do is that now he started now calling people who are owing the master, Alianza kuwaita wale ambao walikuwa na deni ya mmiliki. asking how much they were owing the master. Akiwauliza walikuwa na deni kiasi kipi. And then from there, you could now maybe divide the amount Kisha toka pale alikuwa anagawanyisha ile of kiwango whatever they were owing, ya kile ambacho walikuwa wako na so deni. that he can now go out there and get something from those people. Ili kwamba akienda kule nje atapata kitu kutoka kwa hao watu. That was his plan, that's how he can survive Huo ndio mpango out there. wake, ya kwamba hivyo ndivyo angeishi baada ya kazi. So this teaching is just amazing. Mafunzo haya ni ya ajabu. Often we take the last part of chapter 9, Mara nyingi verse 9, tunachukua sehemu ya mwisho ya mstari wa but 9, we don't try to understand the context itself. lakini hatujaribu kuelewa muktadha wenyewe hasa. Here, Jesus is not glorifying the dishonest manager. Hapa Yesu hamtukuzi yule meneja aliyekuwa amekosa. There is a point here that Jesus wants the people to understand. Kuna jambo hapa ambalo Kristo angelipenda watu waelewe. The point that Jesus wants people to understand is that what do you become, where do you go after this life? Kile ambacho Yesu anataka watu waelewe ni kwamba utaenda wapi baada ya maisha haya. Because the owner here is God himself. Kwa sababu meneja mmiliki hapa ni Mungu mwenyewe. He is the owner. Yeye ndiye mmiliki. He is the creator Yeye ndiye muumbaji of everything. wa kila kitu.
When you read the book of Colossians chapter 1 verse number 16, Unaposoma Wakolosai kwanza 16, the Bible says he created everything which are in heaven, on earth, under the earth, for himself and for his own glory. aliumba vitu vyote vilivyoko mbinguni, duniani, chini ya dunia kwa ajili yake. So utukufu wake. God created everything for his glory. Kwa hivyo Mungu aliumba vitu vyote kwa utukufu wake yeye. God is the owner of everything. Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Now, who is the steward here? Kwa hivyo huyu meneja ni nani hapa? All of us are stewards. Sisi sote ni mameneja. We are Christians. Sisi ni Wakristo. We are believers. We are born again. We are stewards. Sisi ni meneja. We are taking care of the things that are not ours, but they belong to God. Tunavilinda vitu ambavyo sio vyetu ila ni vya Mungu. Because when you see this particular scripture, it's key to understanding this. Kwa sababu ukisoma andiko hili ni ya muhimu sana ili kwamba ukaweze kuelewa jambo hili. Colossians chapter 1 verse number 16. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 16. The Bible says, "For by him all things were created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they are thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him." This is just amazing. By here we understand that everything was created by him and also for him. Unaelewa kwamba vitu vyote viliumbwa na yeye kwa ajili yake yeye. So he is in charge. Kwa hivyo yeye ako He ushukani. is the owner of everything. Anamiliki kila kitu. And every human being is just a manager. Kila mwanadamu ni meneja tu. Sometimes people don't understand this. Wakati mwingine watu hawaelewi mambo haya. When God puts you in a place of in a position, Wakati Mungu anakuweka katika cheo fulani, in a place of authority, mahali pa mamlaka, where he gives you power, mahali anakupatia mamlaka, you need to know that whatever power you have lazima ujue mamlaka yoyote ulionayo is just lent to you yamepeanwa tu kwako kwa by the owner of the business, na mmiliki wa biashara, the creator of the heavens and the earth. muumba mbingu na nchi. So everything is his. Kwa hivyo vyote tulivyo navyo ni vyake. Now, being managers, Tukiwa meneja, we are managers in different positions, tunakuwa meneja katika sehemu tofauti tofauti, put at different levels, tumewekwa katika viwango tofauti tofauti, so that we can manage the things which belong to God. ili tukaweze kuvitunza vitu ambavyo ni vya Mungu. Now, being managers, Tukiwa mameneja, every person must think the way he manage. kila mtu Or lazima managers. afikirie namna ambavyo atafanya kazi ile ya So umeneja. you have to manage well, Lazima ulinde vitu vizuri so that ili kwamba one day, siku moja when you are called to give the account utakapoitwa kuleta makadirio of your management, you are not going to run away, ya umeneja wako, hautatoroka but you are going to stand before God ila utasimama mbele za Mungu and say, "This is what I did." na useme nilifanya hiki na hiki. Now listen, Sikizeni sasa, this steward was dishonest. huyu meneja alikuwa amekosa uaminifu. Why is he dishonest? Kwa nini yeye alikosa uaminifu? Why is the owner calling him a dishonest manager? Kwa nini mmiliki anamuita meneja asiyekuwa mwaminifu? Because the guy ran the business according to his own pleasure. Kwa sababu huyu meneja alifanya biashara hii kulingana na matamanio yake. He didn't run the business according to the plans of the owner. Hakuendekeza biashara kulingana na mipango ya mwenye mali. You see, here on earth, Hapa duniani it doesn't matter what position you occupy. haijalishi ni sehemu ipi ambayo wewe uko. You are just a manager. Wewe ni meneja tu. When I see a dead body, Ninapoona mwili uliofariki, I just see that if human beings are wise, ninaona kama wanadamu wangekuwa wenye they are going to understand wataelewa that life is just given to you. It's just lent to you maisha yanapeana tu kwako for a time. kwa muda tu, And when the owner wants to take it, just take it away. na mmiliki anapotaka kuyachukua anayachukua tu wakati wote. You see this person lay down, Unamwona huyu mtu alilala chini, can't move, hawezi kusonga, can't be ashamed, hawezi kuogopa, can't do anything, hawezi kufanya chochote, and it's done. na imeisha hivyo. That's all. Hivyo kabisa. Especially a time like this one, Sana sana wakati kama huu, when we talk about COVID wakati tunaponena kuhusu COVID and when we are in a lockdown. na wakati ambapo tumefungiwa, hatuwezi kutoka, We can't go maybe out of Nairobi hatuwezi toka nje ya Nairobi or out of other cities, ama for kutoka example. katika miji mingine kwa mfano. At a time like this one, Lakini wakati kama huu we fear, we don't want to die. tunaogopa, hatutaki kufariki. Nobody wants to die. Hakuna anayetaka We kufariki. all want to live. Sote tunataka kuishi. So we are hiding in our Hivyo houses. tunajificha katika manyumba yetu. We can't even gather in churches. Hatuwezi kukutana kanisani. We don't want to die.
But remember that one day you are going to die. Lakini kumbuka siku moja utafariki tu. Whether it is COVID Iwe ni COVID or whether it's no COVID, ama isiwe COVID, anyway, one day you still die. vyovyote vile siku moja tu So I think what is happening, nafikiri kinachotendeka, instead of giving you fear badala ya kukupatia uoga to start hiding, uanze kujificha, what you can do is not to think like this manager. kile ambacho unatakiwa kufanya uanze kufikiri kama manager huyu, Because even if you don't go today, kwa sababu hata kama hautaenda one day you still go. siku moja utaenda tu. Even if you don't go now, Hata kama hautaenda one day you still go. siku moja utaenda tu. Even after 10 years, you still go. Hata baada ya miaka 10, Even after 50 years, you still go. hata 50 utaenda. Even after 100 years, you still go. Hata baada ya 100 utaenda. The point is that you will go one day. Jambo kuu ni kwamba siku moja utaenda. So once you are born, Ukizaliwa tu you cannot run away from this. hauwezi toroka mambo haya. So no matter how you try to protect yourself, Haijalishi utajilinda namna gani. even if you hide in your house, Hata ujifiche katika you nyumba say, I yako, will not go out useme siendi nje because I don't want to die. kwa sababu sitaki In kufariki. that house, Katika nyumba you hii will die. utafariki tu. So this is just a wonderful message Huu ni ujumbe mzuri that God wants me to release today. ambao Mungu anataka niachilie sasa. Beyond the curtain of life. Zaidi ya pasia la maisha. Beyond. Zaidi kupita. After this life, Baada ya maisha. what do you become? Je, utakuwa nini? Listen, Kumbuka. when this man is told Huyu mtu anapoambiwa that you cannot run my businesses anymore, kwamba hautafanya kazi katika biashara yangu tena. he just thought, okay, what do I become? What do I do when I go out there? Akajiuliza nitakuwa nini, nitafanya nini nitakapoenda kule nje? Because now my master is going to take away the businesses, so I have to go. I have to face, reality. I have to face life on the other side. So what do I become on the other side? Mmiliki wangu anaenda kunyang'anya biashara, kwa hivyo lazima nijipange nitakuwa nini katika maisha yajayo. You see, sometimes when you are blessed, Wakati mwingine unapokuwa umebarikiwa, you think you are in charge. unafikiri uko ushukani. When you are healthy, Wakati uko na afya, you think you are in charge. unafikiri uko katika ushukani. When there is peace, Wakati kuna amani, you think you are in charge. unafikiri uko ushukanini. When you are given little power, Wakati unapatiwa mamlaka you kidogo, think you are in charge. unafikiri uko katika ushukani. When you have cash, Wakati uko na hela, you think you are in charge. unafikiri uko katika ushukani. Listen, Sikiza, whatever you are or whatever that you have, chochote ulicho nacho, whatever, chochote kilicho katika mikono yako, whatever that you are doing, chochote unachokifanya, I want you to know that nataka ujue ya you kwamba are just a steward. wewe unatenda tu You are mtendakazi just tu. a manager. Wewe ni manager tu. At the appropriate time, Kwa wakati uliopangwa, when the time comes, wakati utakapofika, the owner will come mmiliki atakuja and tell you, na atakwambia make your book. tengeneza kitabu chako, Put your books in order. weka vitabu vyako viwe sawa, Balance your books, weka vitabu vyako viwe sawa, because I want to take away my business. kwa sababu nataka ninyakue biashara yangu. We are on earth Sisi tuko in duniani the business of the kingdom katika biashara ya to ufalme, serve God kumtumikia and Mungu to serve his na purposes. kutumikia makusudi yake. It doesn't matter who you are, Haijalishi wewe ni nani, in whatever position God has put you, katika sehemu yoyote Mungu amekuweka, you are there to serve the kingdom wewe uko pale kutumikia in the ufalme business of God. katika biashara ya Mungu. Try to think, Jaribu kutafakari, if you are told to balance your books ukiambiwa utengeneze vitabu vyako, because you have to surrender the management, kwa sababu lazima uachilie umeneja. what are you going to become? Je, utakuwa nini? What are you going to do? Je, utafanya nini? What are there in your books, for example? Je, ni nini kilichoko katika vitabu vyako? What are there? Je, ni nini kilichoko katika When vitabu you vyako? check in the books, what is there? What is written there? Unapoangalia katika vitabu ni nini kilichoandikwa pale? So listen, people, and listen well. Kwa hivyo sikizeni na msikize vema. Fearing is not going to help you. Kuogopa haitakusaidia. Running away cannot help you. Kutoroka haitakusaidia. A time like this one, Wakati kama huu, a child of God mwana wa Mungu need to understand unahitaji kuelewa the principles of the kingdom. kanuni za ufalme. Principle number 1, Kanuni ya kwanza, if God kama Mungu does not give you life, hata kupatia you uhai, don't have it. hauna uhai. He is the life giver. Yeye ndiye mpeanaji uhai. He sustains even everything. Yeye ndiye anadumisha kila kitu. According to Colossians chapter 1 verse 17, Kulingana na Wakolosai mlango he wa is the kwanza mstari wa sustainer. yeye ndiye He mdumishaji. supports everything by his own powerful hand. Yeye anasimamisha vitu vyote kwa mkono wake wenye nguvu. So whatever God has cast away, Kwa hivyo chochote ambacho Mungu nobody can bless. hakuna mtu anaweza kukibariki.